nasi tunamwaahidi ya kuwa tutafanya kazi. Hebu twende. Mstari wa 16. Baada ya siku zile tukachukua vyombo vyetu tukapanda kwenda Yerusalemu. Umeona? Hatari imetangazwa Yerusalemu. Lakini Paulo anasema kuwa nyinyi mnaongelea tu kufungwa. Ongeleni habari za kifo. Hata kifo niko tayari. Na Paulo hakuwa Petro ambaye alisema, Bwana, hata kama watakengeuka wote, mimi sitakuacha, nitakuwa na wewe, nitakufa pamoja nawe. Alikumaliza masaa mengi, alishamkana zaidi ya mara 2 ya kuwa hata sijui unachokisema, simjui mtu huyo. Akaapa na kwamba umejua kuna kukana ingine ambayo unakana mara moja, lakini unakana unarudia alafu na hapa. Haki ya nani? Haki ya mama simjui. Mtu huyo simjui. Hata unacho mpaka yule aliyemkata sikio anamwambia Petro, "So ulikuwa hapo kule bustanini?" Anasema hata unachokiongea sijui. Sijui wakati ulikata shingo. Sikio. Paulo hakuwa type hiyo. Paulo alikuwa tayari. Na yule mwanaume bwana amefanya kazi. Yuko gerezani, analetea matatizo ya kanisa la Korintho, anaandika nyaraka inayotoa mwongozo. Yuko gerezani lakini amejaa Roho Mtakatifu. Yupo kwenye kifungo lakini anaongozwa na Roho Mtakatifu. Yohana tu alipokuwa gerezani, Roho Mtakatifu alitoweka. Yohana Mbatizaji alipokuwa gerezani, anaanza kuwa na mashaka, hebu muulizeni, ni yeye ama tumsubirie mwingine? Lakini Paulo akakaza mwendo. Nasema hivi, basi wanahitajika Paulo wa sasa hivi. Wanahitajika watu kama Paulo ili injili iende sasa hivi. Amen. Wala Paulo akuweka maslahi mbele. Ndio maana yule mwanaume alifanya kazi. Nasema hivi watu wa Mungu, ukifanya kazi ya Mungu vizuri, Mungu atakubariki. Mungu amekupa kibali cha kuombea mtu, usiombe fedha. Umewahi kuona naomba watu fedha hapa? Naomba watu bure. Juzi nimekutana na wakurugenzi 2, huyu bwana akawaleta hapa. Nikawaombea. Mmoja amenipigia simu leo mapema akaniambia, Bwana, Mungu ametenda. Amen. Mungu ametenda na tayari amepata safari Jumatatu pia. Anaenda safari sijui Kilosa sijui wapi. Watu wa Mungu, Mungu anatenda. Yule mama aliyokuja hapa nyumba yake inauzwa, Mungu ametenda, nyumba iuzwi tena. Nyumba imeshatangazwa mpaka kwenye gazeti, mpaka auction nani wameshatangaza na magari. Watu wa Mungu, Mungu anaweza. Mimi siongelee Mungu aliyekufa, naongelea Mungu aliye hai anayetenda. Nilimsubiri yule mama hapa mpaka saa 3:30 usiku, kaja kabisa nalia kabisa. Sasa mchungaji, kesho ndio siku yenyewe. Nikamwambia mama, naomba usiombe tena wewe, nenda tu katulie, ukae kwenye toba, mwambie Bwana nisamehe, maana kweli umefanya kosa. Alipewa mkopo wa milioni 25, akarabati nyumba akumaliza. Mwaka mzima hajarudisha hata hela moja. Lakini unapotaka kwenda kukopa, mtu wa Mungu, muulize Mungu. Imeandikwa, wenye haki wa Bwana watakopesha, unapokwenda kukopa mataifa, watu wa Mungu, unaenda kinyume na andiko. Lakini andiko utengua andiko. Unatakiwa unapokwenda kukopa, mwambie Bwana, ninaenda kukopa. Na kinachofanyika ni nini Bwana? Ninakwenda peleka hoja. Alafu katika hiyo hela toa fungu la 10. Andiko la fungu la 10 itafanya nini? Itatengua ile andiko la amtakopa. Andiko utengua andiko. Andiko huwa na andiko huisha. Ambia wewe Bwana aweke umeme kama na mito. Aweke 5,000 nitampa hela. Bwana asifiwe. Bila shaka watu wa Mungu. Ndio maana nasema hivi. Watu wanakuja kabisa. Wengi wanakuwa kama Nikodemo. Wengine wanakujaga usiku, maana wana makanisa yao, wana wachungaji wao wataki waone. Lakini I don't care. I care the less. What I can do is calling upon the name of the Lord. And that is what I can do. The remaining part is for the Lord himself to do. Mimi nachoweza ni kulitia jina la Bwana. Mimi nikishaomba nikisema amen,
naamini 1,000,000 yako imeshakuwa. Hebu ona, unaambia mtu kesho nyumba yake inapigwa mnada. Cha ajabu, hebu acha nikuambie, ilipofika kesho yake akapigiwa simu na mke mwenye benki ya kwa mama, nimemtuma huko meneja aje kwako. Akasema mama hajaja, nenda kwake. Mama alipoenda kule benki akaambia meneja ya kwa aliambiwa aende kwake. Meneja alikasirika kweli kweli, lakini anapofika getini anakutana na kijana ambao alimjengea nyumba. Mkina mama, umekuja hapa? Kaka yangu tayari amenunua nyumba yako milioni 200, lakini amenunua kupitia meneja, na meneja yeye walitaka kuuza milioni 70, na maana tayari kaka yangu ameshakamilisha kila kitu. Mungu anamuonyesha yule mama mabaya ambao alitakiwa kumpata. Meneja amekasirika, anasema imekuwaje umepeleka jambo hili kwenye ngazi ya juu? Mama anacheka tu. Nasema hivyo kwa Mungu, sehemu ambayo akili yako imefikia ya Mungu haijaanza. Nasema ambayo akili yako inafikia, Mungu anaanza kwa ajili gani? Akili yako ikigota imefika mwisho, akili ya Mungu ndiyo inaanza. Maana amesema mawazo yangu sio kama ya mwanadamu, akili yangu ziko juu kuliko akili za nani? Za mwanadamu. Ni maana watu wa Mungu, there is one secret that you have to know. God is the beginning and the end. In between here, sometimes God is not there in between. Mungu ni mwanzo na mwisho. Amekuwa na wewe mwanzo, alafu hapa katikati hayupo, anakusubiria mwisho kule. Ndio maana unapoona umegonga mwisho tihi, jua kabisa nyuma pale ndio Mungu yuko. Yeye ni mwanzo na katikati. Hapa anakuacha, mwanangu nenda mwenyewe, pita hayo majaribu mwenyewe mwanangu, maana anakuwezesha. Lakini yeye amekaa mwisho na kusubiria. Ndio maana unaweza ukafanya ulifanyalo, lakini mambo hayaendi, lakini mwisho. Ndio maana nasema hivi, if at all I manage to call upon the name of the Lord, in other words, I pray, after me pray, I don't always bother myself asking myself several questions. I only know one thing, that I can pray. If I pray, God always answers. Yani hili ni jambo ambalo mimi sasa hivi naamini. Nilikuwa sitambui, nilikuwa najiona mtu wa kawaida. Nilikuwa najiona mtu wa kawaida. Umeona unabii ya miaka mingi. Mchungaji wangu mmoja wakati nimeokoka, nikaenda nikamwambia ndoto 2. Akaniambia Bwana, akakataa kunitafsiria. Nilipokomalia akasema nisikilize, utakapokwenda kule mataifani usisahau. Sasa hivi naonekana mataifani, na siku chache tutakuwa kwenye YouTube. Haiwezekani Mungu akatupa kibali cha kuweza kuonekana kwenye mtandao kama hatuna kitu ambacho watu wake wanahitaji. Bila shaka ana kitu ametupa ambayo inahitajika mataifani. Ndio maana nasema hivyo, watu wa Mungu. Mambo hayo unayoona, hata umeona kwako wewe, mnajua kila mtu hapa ni ushuhuda. Hayo sio miujiza. Yesu akamwambia Bartimayo, unataka nini? Nikufanyie nini? Bartimayo akasema nipate kuona. Hakuona? Mimi nasema hivi, ulichokuwa unahitaji kwa Bwana, hayo aliyapata, hayo ni rasharasha. Yesu anamwambia Nathanieli pia hivi, unasema mimi ni Kristo mwana wa Mungu kwa sababu nimekuambia ulikuwepo na nilikuona chini ya mti? Akamwambia utaona mambo makubwa. Mimi nakwambia hivi, you will see greater things very soon. Siku chache zijazo utaona miujiza. Of course mimi sijaanza kufanya kazi ya Mungu. This is rehearsal. Maandalizi. Watu wa Mungu, Mungu ameniahidi miujiza itakuwa ijawahi kutokea. Maana nitahubiri injili kama walivyohubiri mitume.
Wacha nikwambie. Nimekuambia hivi. Katika utafiti ambao nimekuwa nikifanya, Agano la Kale liongelea taifa moja ambao ni Israeli. Watu wa Mungu, injili ni Yesu. Ongea hapo kuhusu injili, lakini the gospel is Jesus. Ndio maana wale mitume waliongelea habari za Yesu, akateswa, akafa msalabani, akafufuliwa na Mungu Baba, akawa ni mbadala wa yule mwanakondoo wa Pasaka. Amebeba dhambi ya ulimwengu. Ukisema hayo, watu wa Mungu, ukahubiri habari za kifo cha Yesu na ufufuo wa Yesu, na kuambia Agano Jipya is about somebody. It is about the second Adam, not the first Adam. Agano Jipya yote inaongelea mtu mmoja. Agano la Kale iliongelea taifa moja. So injili sasa hivi watu wengi hawahubiri injili. Injili ilikuwa ni kuhusu Yesu. Ndio maana tunarudisha kuongea habari za Yesu, watu wa Mungu. If at all we will continue teaching what Jesus started teaching and doing exactly what he got, that is what we are going to receive. Yale mambo Yesu alianza kuyafanya na kufundisha, tukiyaendeleza, tutayapata, tutatembea kwenye miujiza inayowahi kutokea. Kuna mambo ambayo nilikwambia unaweza kuogopa. Mungu amefanya njia kubwa sana kwangu mimi. Watu wa Mungu, walimu bora duniani wote ni walimu wangu mimi. Walimu bora, yani wahubiri wote duniani wote wamekuwa walimu wangu. Ni kitu ambacho mimi nilikuwa nikionyeshwa jana, niliona kama machozi yanatoka. Kila mhubiri mkubwa duniani ni mwalimu wangu. Mimi Bonke amenifundisha katika somo la uinjilisti. Alikuwa ni mwalimu wangu. Nasema hivi, haiwezekani Mungu akanifanya hawa wahubiri wote wakubwa. Periston ni mwalimu wangu. Ilikuwaje hao watu hao ni walimu wangu? Wamama ambao wamenifundisha ni zaidi ya wamama karibu 15. Wazungu wa mama ambao wanafundisha neno la Mungu duniani. The war module. Women of the world. Preaching the gospel of the good news. Nasema hivi, Mungu anataka kufanya kitu. Nchi yetu imedharauliwa. Mungu hufanya kazi na mambo manyonge. Ili kuwaje Nazareti katokea jambo jema? Kama wewe sio mnyonge, hebu jiangalie mara mbili. Kama sio mnyonge, Mungu atakutumiaje? You have to lower yourself. That is when God will lift you up. If you lift yourself up, definitely there won't be any room for you. But the room will be downward, will be moving downward. Ndio nasema hivyo kwa Mungu. Sisemi haya ili utishike, nasema haya ili uone. Hii neema inatokea wapi? Maana nasema hivi, siku chache zijazo utaona neno la Mungu litakayetoka hapa. Hatujaanza kuunganisha Biblia. Chochote tunachokiona kwenye Agano la Kale ni picha ya tukio kwenye Agano Jipya. Ndio maana nakwambia hivi, Biblia haijahubiriwa. Biblia haijahubiriwa. Na nakwambia hivi, I will teach everything. Chochote Mungu atakachonifundisha ama anachokijua, nitahakikisha nimefikisha kwa watu. Nitafanya mtu mmoja anafikisha kwa watu wengine. Bila shaka watu watakaponielewa vizuri, of course naanza kuonekana duniani. Naamini kabisa kuwa hii roho kila mtu ataikamata. Roho ya kuhubiri injili ya kweli. Acha kuhubiri theology is about the word of God. But is that what people are teaching or preaching? Theolojia inatakiwa iwe ni somo la nini? La neno la Mungu. Lakini
Lakini sasa unapochukua mstari moja na akili yako ile ya degree yako uliyopata ya elimu ya kawaida, unaanza kufundisha pale, watu wa Mungu, hiyo sio theolojia. Hiyo ni shule ya mawazo, a school of thoughts. Ndio maana nimesema hivi, watu wengi wamekuwa kukosea sana kwenye kutafsiri Biblia. Kuna shida kubwa. Ndio maana mimi nitatumia Biblia. Biblia imejieleza vizuri, lakini utakapoenda kwa Ufunuo, tukirudi watu wa Mungu, utanielewa vizuri. Huwezi kuniambia kuwa wokovu na Kristo pasipo kunieleza hema ya makutano. Usiponifundisha ile gauni ya kuhani mkuu, nitajuaje gauni Yesu aliyevaa alipofufuka, ambayo Maria Magdalena alimuona alafu akasahau? Akamsahau, akamwita mtunza bustani. Yesu alivaa kama kuhani mkuu wakati ule wa upatanisho, Atonement Day. Kiebrania ni Yom Kippur. Kuhani alikuwa anaingia kupatanisha dhambi za Waisraeli kwa kumwaga damu pale katika mahali patakatifu katika nchi ya ile madhabahu. Lakini Yesu alienda kutoa dhambi mbinguni, maana dhambi ilianzia mbinguni. Ndio maana alikaa kama kuhani mkuu siku ya upatanisho. Lakini usiponifundisha kuwa kuhani mkuu alikuwa anavaa kanzu, alikuwa anavaa joo, alikuwa anavaa naivera, alikuwa anavaa kile kifuka ambayo kilikuwa na mawe 12 inayowakilisha makabila 12. Usiponifundisha kuwa alikuwa anafunga kilemba cheupe, usiponifundisha kuwa alikuwa anafunga nini? Ufito ambao ya dhahabu imeandikwa mtakatifu kwa nani? Kwa Bwana. Usiponifundisha haya maana yake, nitaelewaje hivi? Ndio maana tusidanganyane. Kama tuweze kufundisha watu vitu vyote, hawezi kujua injili. Lazima ufundishe kwa muunganiko. Ndio maana mitume Paulo, mambo ambayo misingi yake ipo kwenye Agano la Kale, anaweka. Stefano, lazima turudi. We must go back to the drawing board and start afresh. Lazima turudi kule kwenye mwanzo, tuanze upya. Watu wa Mungu, shetani amefanya njia ya kufunika injili. Injili imeunganika na Agano la Kale. Ndio maana ukishafundisha mtu Agano la Kale aishi, injili unaiweka wapi? Ndio maana nikakwambia kuwa Agano Jipya ni Agano la Kale imekamilika, ni Agano la Kale imefunuliwa, ni Agano la Kale imetimilika. Lakini Agano la Kale ni Agano Jipya haijatimilika. Agano Jipya imefunikwa. Agano Jipya haijafanya nini? Haijafunuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Baadhi ya wanafunzi wa Kaisaria wakafuatana na sisi, wakamchukua na Nasoni, mtu wa Kipro, mwanafunzi wa zamani ambaye ndiye tutakayekaa kwake. Tulipofika Yerusalemu, wale ndugu wakatukaribisha kwa furaha. Hata siku ya pili yake Paulo akaingia kwa Yakobo pamoja nasi, na wazee wote walikuwako. Na baada ya kuamkia akawaeleza mambo yote moja kwa moja Mungu aliyoyatenda katika mataifa kwa huduma yake. Nao waliposikia wakamtukuza Mungu, wakamwambia, ndugu yetu, unaona jinsi Wayahudi walioamini walivyo elfu nyingi, nao wote wana wivu sana kwa ajili ya Torati. Nao wameambiwa habari zako ya kwamba unawafundisha Wayahudi wote wakao katika mataifa kumwacha Musa, ukiwaambia wasiwatahiri watoto wao wala wasifuate desturi. Basi ni nini hii? Bila shaka watasikia kwamba umekuja. Basi fanya neno hili tunalokuambia. Wako kwetu watu 4 waliofungwa na nadhiri. Wachukue watu hao, ujitakase pamoja nao na kuwagharimia ili wanyoe vichwa vyao, watu wote wapate kujua ya kuwa habari zile walizoambiwa juu yako si kitu, bali wewe mwenyewe uenende vizuri na kushika Torati.
Lakini kwa habari ya watu wa mataifa walioamini, tuliandika na kutoa hukumu yetu ya kuwa wachilinde nafsi zao na si vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na damu na kitu kilichosongolewa na uasherati. Ndipo Paulo akawatoa wanaume wale, na siku ya pili yake akajitakasa nafsi yake pamoja nao, akaingia ndani ya hekalu akitangaza habari ya kutimiza siku ya Sabato, siku ya utakaso, hata sadaka itolewe kwa ajili ya kila mmoja wetu. Basi zile siku 7 zilipokuwa karibu kutimia, Wayahudi waliotoka Asia wakamuona ndani ya hekalu. Umeona sasa, akanyoa nywele. Lakini kumbuka ya kuwa kwenye sura ya 15 mitume wale Yerusalemu katika ule mkutano ambao aliitwa Petro na ni Paulo na Barnaba wajieleze kwa nini wanafundisha mambo potofu. Wanafundisha kuwa mataifa wapate wokovu pasipo kutahiriwa. Tayari waliandika barua ya kuwa mataifa mengine waendelee na hayo, lakini Wayahudi, na maana kuonekana kwamba walijitenga. Wayahudi wakajitenga, wakabakia katika masuala ya Torati, lakini wakamruhusu Paulo ahubirie mataifa haya anayohubiri. Lakini watu wa Mungu nasema hivi, watu wa Mungu, injili aliyohubiri Paulo lazima tuitazame na tuihubiri, maana ilikuwa ni injili piwa, ilikuwa ni injili isiyogoshiwa. Wakina Petro walizidiwa kete na yule ndugu yake Bwana ambao ni Yakobo. Bila shaka waliona aibu kwa ajili ya ndugu zao Wayahudi, lakini Paulo hakuona aibu, alinyoka. Sasa umeona Wayahudi waliokuwepo Asia ambao wamepanda juu kwenda katika ile siku ya Pentekoste wakamuona, lakini walimuonaje? Walimuona maana Paulo akabaki upande wa watu wa mataifa. Hebu ona ile hekalu palikuwa na upande wa mataifa, the Gentile court. Utakiwa wewe wa mataifa uchangamane na Wayahudi, wewe utapigwa wewe mpaka ufe. Hii ni kuwepo watu ambao Yesu alishaiondoa huo ukuta. Lakini Paulo kama Myahudi, Wayahudi nao wakitakiwa waende kule. Yesu mara nyingi alikuwepo upande wa hao watu wa mataifa. Sasa wanamuona Paulo. Maana Paulo alinyoa nywele, hawakuweza kumuona, lakini wale Wayahudi wa Asia wakamuona. Hebu tuone, hapo ndio balaa linataka kuanzia hapo. Maana wanamchukulia kama nini? Wanamchukulia kama mzushi ama nani? Ama mtu ambao anapotosha nini? Imani yao. Hebu twende mstari wa 27. Basi siku zile 7 zilipokuwa karibu kutimia, Wayahudi waliotoka Asia wakamuona ndani ya hekalu, wakawamharakishia watu wote, wakamkamata, wakapiga kelele na kusema, Eni wanaume wa Israeli, nisaidieni. Huyu ndiye mtu yule afundishaye watu wote kila mahali kinyume cha taifa letu. Umesikia? Utaifa wao. Ndio maana injili sio tena utaifa wa Israeli. Injili ni kuhusu mmoja ambao ni Kristo. Injili ni Kristo. Injili sio tena eti anafundisha kinyume na mapokeo ya taifa letu. Waisraeli Wayahudi wamejaa sana utaifa wao, Wayahudishaji. Yaani wale wakikabidhiwa injili wao, sasa hivi ungekuwa mnafuata zile sheria za Torati, eti ndio wokovu. Ndio maana nasema watu wa Mungu, mambo ya kimila kuhusu familia yako ama dini yako. Sasa hivi makanisa mengi na dini nyingi zinakuwa kama Wayahudi. Sisi mtu wa Mungu hakuna naye, au usiseme ya kuwa wewe unaweza kutafsiri Biblia. Isiyo Mungu anasema kwa mimi najua kuliko wote. Anayejua ni Mungu. Na Mungu akitaka, hebu ona mitume walikuwepo. Umeona ametajwa? Wakina Nathanieli wametajwa? Wakina Tomaso wametajwa? Simeoni Zelote wametajwa? Lakini kuna watu wale 7. Filipo, Stefano. Bwana hana upendeleo, utayari wa moyo wako Bwana atakutwika mizigo ya injili. Bwana alipoona wakina Petro wanataka kusuasua wale mitume wale tanasara, akaamua kutwika Paulo. Mzigo ukuwepelekwa?
mzigo kupelekwa. Usiseme wewe unajua. Shida ipo ya kuwa wengine wanasema bwana mimi dini yangu najua, anatafsiri Biblia. Ndio maana shule nyingi za Biblia zinafundisha mapokeo yao. Ukienda TAG wanafundisha mapokeo yao, ukienda Roma wanafundisha mapokeo yao. Sisi akizokuwa hatuna mapokeo yetu. We don't have our any doctrine. We are teaching the Bible doctrine and strictly the gospel doctrine. We don't have any doctrine which belongs to us. Hatuna mapokeo yote ama msingi yote ambayo eti ya kwetu. Tunafundisha Biblia jinsi ilivyo. Hatujafungamana na upande wowote. Tumefungamana na Bwana Kristo. Hebu tupigie Kristo makofi makubwa. Hebu twende. Umeona Wayahudi? Amen. Anasema tena zaidi ya haya, amewaagiza Wayunani katika hekalu, akapatia unajisi mahali hapa patakatifu. Umeona? Paulo akaamua kwa ajabu. Paulo akachukua wa mataifa wengine akawapeleka upande wa Wayahudi. Ndio wanasema eti wewe mataifa ukienda upande wa Wayahudi eti umeinajisi mahali patakatifu. Bwana jinsi Wayahudi walivyokuwa, nani waloga Wayahudi kipindi hicho? Eti Paulo kachukua baadhi ya watu akaingia nao upande wa Wayahudi. Walikuwa wanajiona special watu wa Mungu. Hayo mambo yalikuwa kwenye Agano la Kale ya kuwa mtu mmoja si taifa. Hasa hivi watu wa Mungu sisi wote tuko sawa. Wayahudi walikataa, lakini Yesu akafanyika kuwa ni mfalme wa mataifa yote. Bila shaka watu wa Mungu sisi wote tuko sawa. Mwindi yuko sawa mbele ya Mungu, Mwarabu yuko sawa. Kila atakaye muamini Bwana kutoka moyoni na kukiri ataokolewa. Hekalu wenyewe alijenga nani? Hekalu wenyewe ile hekalu kajenga, kaiboresha na kuitengeneza wa mataifa. Herode mkuu alikuwa ni mtawala wa Kirumi. Hawana jeuri ya kutengeneza hekalu lao, lakini jeuri juu kama mkungu wa ndizi. Nasema hivi watu wa Mungu, jeuri yako haiwezi kufanya uwe mtakatifu, bali Roho Mtakatifu ndiye atakayekufanya uwe mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Anaendelea kusema hivi mstari wa sema. Tena zaidi ya hiyo ameingia Wayunani katika hekalu akawapatia unajisi mahali patakatifu. Mstari wa 29. Kwa maana walikuwa wameona Trofimo Mwefeso pamoja naye mjini, ambaye walidhania kuwa Paulo amemuingiza katika hekalu. Mji wote ukataharuki, watu wakakutanika ambao mbio wakamkamata Paulo. Hebu sikia, hiyo taharuki inatokea wapi? Kumbe pia hata Paulo akimpeleka wakadhani hizo zilikuwa ni fixing za kwao. Maana walitaka kumua Paulo, maana walisema Paulo alikuwa, watu wale shida yao ilikuwa ni kwa nini mataifa wapokee injili? Bado jambo lilikuwa sawa. Wakidhani, kwa nini mdhani mtu, yani mambo ya kudhani unampiga mtu? Bila shaka waliyepinga injili, waliyemua Yesu watu wa Mungu, wala sio dola la Kirumi. Waliyemua Yesu walikuwa ni Wayahudi. Na Torati, maana Torati zilikuwa inasema kuwa kuna kufuru na adhabu yake zilikuwa ni kifo. Walimhukumu Yesu kwa Torati. Jihadhari sana na mapokeo. Lakini mpaka leo kuna watu bado wanaishi katika Torati. Hebu wakamkamata Paulo, wakamkokota, wakamtoa hekaluni, mara milango ikafungwa. Na walipokuwa wakitafuta njia ya kumuua, habari zikamfikia jemadari wa kikosi ya kwamba Yerusalemu imechafuka mji mzima. Mara akatoa askari na maakida akawachukua mbio. Nao walipomuona jemadari na askari wakaacha kumpiga Paulo. Kisha jemadari akakaribia, akamshika, akaamuru afungwe kwa minyororo miwili. Akauliza, nani huyu? Tena amefanya nini? Wengine katika makutano wakapiga kelele wakisema hivi na wengine hivi. Basi alipokuwa hawezi kupata hakika kwa habari, kwa sababu ya zile kelele, akatoa amri aletwe ndani ya ngome. Basi Paulo alipofika darajani, ilikuwa kuchukuliwa na askari kwa sababu ya nguvu ya makutano, maana kundi kubwa la watu
wakamtafuta wakipiga kelele na kusema muondoe huyo. Naye alipokuwa akiletwa ndani ya ngome, Paulo akamwambia jemadari, nina ruhusa nikwambie neno? Naye akasema, je, unajua Kiyunani? Wewe si Misri ambaye kabla ya siku hizi aliwafitinisha watu 4,000 walioitwa wauaji, akawaongoza jangwani? Paulo akasema, mimi ni mtu wa Kiyahudi, mtu wa Tarso. Umesikia? Mji wa Kilikia. Mimi ni mtu wa Kiyahudi wa Tarso. Mji wa Kilikia ambao nilikwambia Silisia. Mji usiokuwa mnyonge, na kuomba nipe ruhusa niseme na wenyeji hao. Kwa Wayahudi yeye ni Myahudi, kwa Rumi yeye ni Mrumi. Alikuwa na raia mbili kama nilivyotangulia kusema kabla hatujaanza kujifunza. Basi alipompa ruhusa, Paulo akasimama marajani, akawapungia mkono wale wenyeji, na ilipokuwa kimya kabisa, akanena nao kwa lugha ya Kiebrania akisema, sura 22, enyi wanaume, ndugu zangu na baba zangu, nisikilizeni nikijitetea mbele yenu sasa. Waliposikia kwamba ananena nao kwa lugha ya Kiebrania, wakazidi kunyamaza. Akasema, mimi ni mtu wa Kiyahudi. Anaongea Kiebrania sasa. Mimi ni mtu wa Kiyahudi, na nilizaliwa Tarso, mji wa Kilikia, ila nalilelewa katika mji wa miguuni pa Gamalieli. Nikafundishwa sheria ya baba zetu kwa usahihi, nikawa mtu wa jitihada kwa Mungu kama ninyi nyote mlivyo leo hivi. Nikawaudhi watu kwa njia hii hata kuwaua, nikawafunga, nikawatia gerezani wanaume na wanawake, kama kuhani mkuu naye anishuhudiavyo, na wazee wa baraza wote pia, ambao nalipokea barua kwao kuwapelekea ndugu wale. Nikaenda Dameski ili niwalete wale waliokuwa huko hata Yerusalemu hadi wamefungwa ili waadhibiwe. Ikawa nilipokuwa nikisafiri nikikaribia Dameski, wakati adhuhuri, ghafla nuru kuu ilitoka mbinguni, ikanimulika pande zote. Nikaanguka nchi, nikasikia sauti ikiniambia, Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Nikajibu, wewe unani Bwana? Akaniambia, mimi ni Yesu Mnazareti ambaye wewe unaniudhi. Na wale waliokuwa pamoja nami waliona ile nuru, lakini hawakuisikia ile sauti ya yule aliyesema nami. Nikasema, nifanye nini Bwana? Bwana akaniambia, simama uingie Dameski, na huko utaambiwa habari za mambo yote yaliyoamulia uyafanye. Na nilipokuwa sioni kwa sababu ya fahari ya nuru ile, nikaongozwa na mikono yao waliokuwa pamoja nami, nikaingia Dameski. Basi mtu mmoja, Anania, mtawa kwa kufuata sheria aliyeshuhudiwa wema na Wayahudi wote waliokaa huko, akanijia akasema, karibu nami. Akaniambia, ndugu yangu Sauli, uone. Nikamwinulia macho yangu saa ile. Akasema, Mungu wa baba zetu amekuchagua wewe upate kujua mapenzi yake na kumwona yule mwenye haki na kuisikia sauti itokayo katika kinywa chake. Kwa maana utakuwa shahidi wake kwa watu wote, na mambo hayo uliyoyaona na kuyasikia. Basi sasa unakawia nini? Simama ubatizwe, ukaoshe dhambi zako, ukiliitia jina lako. Ikawa nilipokwisha kurudi Yerusalemu, nilipokuwa nikisali ndani ya hekalu, ikawa hali ya kuzimia roho, nikamwona naye akiniambia, hima, utoke Yerusalemu upesi, kwa sababu hawatakubali ushuhuda wako katika habari zangu. Nami nikasema, Bwana, wanajua hao ya kuwa mimi nalikuwa nikiwafunga gerezani wale wanaokuamini na kuwapiga katika kila sinagogi, na damu ya Stefano shahidi wako ilipomwagwa, mimi nami nilikuwa nikisimama karibu, nikikubali na kuchunga nguo zao waliomuua. Naye akaniambia, enenda zako, kwa kuwa mimi nitakutuma uende mbali kwa watu wa mataifa. Wakamsikiliza mpaka neno lile, wakapaza sauti zao wakisema, muondoe huyu katika nchi, kwa maana haifai aishi. Walipokuwa wakipiga kelele na kutupa mavazi yao na kurusharusha mavumbi juu, yule jemadari akaamuru aletwe ndani ya ngome, akisema aulizwe habari zake kwa kupigwa mijeledi, ili ajue sababu. Hata wakampigia kelele namna hii. Hata walipokwisha kumfunga kwa kamba, Paulo akamwambia yule Akila aliyesimama karibu naye, je, ni halali nini kumpiga mtu aliye Mrumi? Naye Yohana sasa
Anapigwa maana Warumi sasa siko. Sasa waliyemkamata hawa si Warumi. Salama. Warumi walipotaka kumchukulia hatua sasa wameshafika. Anawageuzia kibao alikuwa sasa mnalali kupiga Mrumi. Maana Warumi walikuwa na nini? Kipao mbele bado nipo kwenye ibada hapa. Alikuwa anatawala. Ningojea hapo dukani. Ngojea kidogo bado niko kwenye ibada. Yule akida aliposikia akaenda akamwarifu yule jemadari akisema unataka nini? Kwa maana mtu huyu ni Mrumi. Jemadari akaja akamuuliza, niambie Mrumi? Akasema ndio. Jemadari akajibu, mimi nalipata wenyeji huu kwa mali nyingi. Paulo akasema na mimi ni Mrumi kwa kuzaliwa. Basi wale waliokuwa tayari kumuuliza wakaondoka wakamwacha. Na yule jemadari naye akaogopa alipojua kuwa ni Mrumi. Umeona jemadari mwenyewe anaogopa. Maana umegusa Mrumi sio sikotakiwa. Unachukuliwa hatua. Siku ya pili yake akitaka kujua hakika ni kwa sababu gani ameshtakiwa na Wayahudi, akamfungua akaamuru wakuu wa makuhani na baraza yote wakutane. Akamleta Paulo chini, akamweka mbele yao. Paulo akawakazia macho watu wa baraza akasema, ndugu zangu, mimi kwa dhamiri safi kabisa nimeishi mbele za Mungu hata leo hivi. Kuhani mkuu Anania akawaamuru wale waliosimama karibu naye wampige kinywa chake. Ndipo Paulo akamwambia, Mungu atakupiga wewe. Ukuta uliopakwa chokaa, wewe umeketi kunihukumu sawa na sheria, nawe unaamuru nipigwe kinyume cha sheria? Wale waliosimama karibu wakasema, je, unamtukana kuhani mkuu wa Mungu? Paulo akasema, sikujua ndugu zangu ya kuwa yeye ni kuhani mkuu, maana imeandikwa, usimnenee mabaya mkuu wa watu wako. Paulo alipotambua kuwa sehemu moja ni Masadukayo na sehemu ya pili ni Mafarisayo, akapaza sauti yake kwa ile baraza, ndugu zangu, mimi ni Farisayo, mwana wa Farisayo. Alisema hivyo Mafarisayo wanamuunga mkono sasa. Maana Mafarisayo pale kulikuwa na makundi tofauti, Masadukayo wapo pale na Mafarisayo. Lakini kumbuka kuhani alikuwa upande wa Masadukayo. So Paulo yeye akasema yeye ni Farisayo. Pale pakatokea mtanganyiko, wale watu kwa wao walikuwa wenyewe wanakutana wao kwa wao. Nani atawale? Mimi nahukumiwa kwa ajili ya tumaini la ufufuo wa wafu. Unasikia? Aliposema ufufuo wa wafu, tayari Wafarisayo wote wanapiga makofi na kurukaruka. Maana Mafarisayo walikuwa naamini ya kuwa kuna ufufuo baada ya kufa. Lakini Masadukayo walikuwa wataki jambo hilo, maana walikuwa amini. Ndio maana walimuuliza Yesu hivi. Palikuwa na mwanamke mmoja aliolewa. Mume wake kabla hajazaa naye mtoto akafa. Akaolewa na shemeji yake kama Torati ya Musa ilikuwa nasema. Mpaka 7 akamchallenge Yesu ya kuwa katika huo ufufuo naye ubiri hiyo na atakuwa mke wa nani? So bila shaka watu wa Mungu, hii ndio faida ya kujua. Paulo anapoongelea habari za ufufuo, Mafarisayo wanarukaruka juu, lakini Masadukayo wanachefuliwa vibaya. So wao kwa wao wanagongwa vichwa. Kashika vichwa vyao kagonga. Twende. Alipokwisha kunena hayo, palikuwa na mashindano. Umesikia? Wamechafuka hali ya hewa pale. Mkutano ukafarakana, kwa maana Masadukayo husema ya kwamba hakuna kiama wala malaika wala roho. Hakuna malaika, hakuna cha Roho Mtakatifu, hakuna cha kufufuka, wala hakuna hata kwenda mbinguni. Wanaamini ukifa umekufa. Bali Mafarisayo hukiri yote. Pakawa na makelele mengi. Waandishi wengi wa upande wa Mafarisayo wakasimama, wakateta wakisema, hatuoni uovu wowote katika mtu huyu. Umeona sasa? Kila upande wanamvutia. Lakini umeona jinsi Paulo alikuwa. Ndio maana tunaomba tuwe na hekima. Uwe na hekima. Alimsema tuwe Farisayo, mwana Farisayo. Watu wote akawagonganisha vichwa. Akakutanisha vichwa katikati, akazigonganisha.
Hebu twende hekima hiyo. Na kweli alikuwa Farisayo. Hatuoni uovu wote kati ya mtu huyu. Bali ikiwa roho au malaika amesema naye, ni nini? Ugomvi mkubwa uliotokea, yule jemadari akachelea Paulo asije akalaluliwa nao. Akaamuru askari washuke na kumwondoa kwa nguvu mkononi mwao na kumleta ndani ya ngome. Usiku ule Bwana akasimama karibu naye, akasema, uwe na moyo mkuu, kwa sababu kama ulivyonishuhudia habari zangu Yerusalemu, imekupasa kunishuhudia vivyo hivyo Rumi nako. Kumbe ni mapenzi ya Mungu ili huyu bwana akate rufaa kwa Kaisari, ambayo ni mkuu aliyepo katika makao makuu ya utawala wa dola la Kirumi kule Urumi. Mungu anamwambia usiku ya kuwa kama ulivyoshuhudia Yerusalemu, sasa ni saa ule mji mkubwa wa Rumi. Kumbe watu wa Mungu anaweza kupeleka hata kupitia jela, akakupeleka mahali. Rumi anaenda kama mfungwa, lakini unapofika kule anafungwa kifungo cha nje. Yeye kule kazi inaendelea vizuri. So watu wa Mungu, Injili haihitaji mazingira mazuri ndio uhubiri. Kale kwenye gari pale umekaa na mtu. Pale kazini unaosha vyombo pale, jirani kafika, ongea Injili popote pale. Hebu twende tunaishia kwenye hiyo sura tu, alafu tutamalizia Jumatatu hizo sura 4 zilizobaki. Walipopambazuka Wayahudi wakafanya mapatano, wakajifunga kwa kiapo kwamba hawatakula wala hawatakunywa. Alikuwa na kipindi hicho jambo la kujifunga. Unafunga ukiapa ya kuwa mpaka nitimilize jambo fulani. So wakaapa, mtu 40 wanaapa ya kuwa mpaka kichwa cha mtu kiondoke ndio tule. Twende Injili hiyo. Na hao walioambiana hivyo walipata zaidi ya watu 40. Nao wakaenda kwa wakuu wa makuhani na wazee, wakasema, tumejifunga kwa kiapo tusionje kitu hata tumuue Paulo. Basi sasa ninyi pamoja na wazee na kwa baraza, mwambieni jemadari amlete chini kwenu, kana kwamba mnataka kujua habari zake nzuri zaidi, na sisi tu tayari kumuua kabla hajakaribia. Mjomba wake Paulo akasikia habari za kuotea kwao, akaenda akaingia ndani ya ngome, akampasha Paulo habari. Paulo akamwita akida mmoja, akasema, mchukue kijana huyu kwa jemadari, maana ana neno la kumwarifu. Basi akamchukua akampeleka kwa jemadari, akamwambia Paulo, yule mfungwa aliniita, anataka kunikuletea kijana huyu kwa kuwa ana neno la kukwambia. Yule jemadari akamshika mkono, akajitenga pamoja naye kando, akamuuliza kwa faragha, una neno gani utakalo kuniarifu? Akasema, Wayahudi wamepanga kuomba umlete Paulo chini kesho, ukamwelekee mbele ya baraza, kana kwamba wanataka kukupa habari zake kwa usahihi zaidi. Basi wewe usikubali, kwa maana watu zaidi ya 40 wanamotea wamejifunga kwa kiapo wasile wala wasinywe hata wakamamuua. Nao sasa wako tayari wakitazamia ahadi kwako. Basi yule jemadari akamwacha kijana aende zake, akimwagiza, usimwambie mtu awaye yote ya kwamba umeniarifu haya. Akawaita wakida wawili, akasema, wekeni tayari askari 200 kwenda Kaisari, na askari wapanda farasi 70, na kuweka wanyama tayari wampandishe Paulo na kumchukua salama kwa Feliki liwali. Akaandika barua kwa namna hii: Claudio Lysia, kwa liwali mtukufu Feliki, salamu. Mtu huyu alikamatwa na Wayahudi wakawa karibu kumuua. Ndipo nikaenda pamoja na kikosi cha askari nikamwokoa, nilipopata habari ya kuwa yeye ni Mrumi. Nami nikitaka kulijua lile neno walilomshikia, nikamteremsha, nikamweka mbele ya baraza. Nikaona kwamba ameshtakiwa kwa ajili ya maswali ya sheria yao, wala hakutakiwa neno lolote la kustahili kuuawa wala kufungwa. Hata nilipopewa habari ya kwamba patakuwa na mitimbwi juu ya mtu huyu, mara nikampeleka kwako, na nikawaagiza na wale waliomshtaki wanene habari zake mbele yao wasalamu. Basi wale askari wakamchukua Paulo kama walivyoamriwa, wakampeleka hata Antipati usiku. Hata asubuhi wakawaacha wale wapanda farasi waende pamoja naye, nao wakarudi zao ngomeni.
na wale walipofika Kaisari na kumpa liwali ile habari, wakamwaga Paulo mbele yake, na naye alipokwisha kuisoma akawauliza, mtu huyu ni wa jimbo gani? Alipoarifiwa ya kuwa ni mtu wa Kilikia, akasema, nitakusikia wewe utakapokuja wale watakao kushtaki. Akaamuru alindwe katika nyumba ya uliwali ya Herode. Nisome sura 24. Tuishi hapo. Bwana Yesu asifiwe. Umeona tayari barua inaandikwa kwa Felix, na bila shaka utaona akiitwa na kuongea mbele ya Felix, na hatimaye Felix atakosa kumfungua, kwa sababu Felix mwenyewe atakuwa na njama isiyokuwa nzuri. Atakaa pale miaka miwili pale Kaisarea, lakini baada ya hapo atasafirishwa, atakwenda Rumi kujitetea kule Rumi, na itatimia neno ambao Mungu alimwambia usiku ule, kuwa jinsi uliponena maneno yangu katika mji wa Yerusalemu, ni saa ya kwenda kuinena katika mji wa Rumi. Lakini watu wa Mungu, ninaposemaga ya kuwa gharama ya injili ilikuwa ni kubwa sana, huo huwezi kunielewa. Lakini unaposoma ukaona Paulo mambo aliyepitia, pamoja na ndiye mtu aliyeandika vitabu vingi vya Agano Jipya, pamoja ndio mtu ambaye alifanya kazi kubwa kwenye habari za injili, lakini msukosuko aliyepitia ilikuwa jambo jepesi. So watu wa Mungu, tunahitaji kuvaa roho ya namna hiyo ili tuweze kufikisha injili mahali. Vinginevyo injili sio lele mama. Injili gharama yake ilikuwa kubwa sana. Bila shaka watu wa Mungu, hebu tuishie hapo, maana kesho tunakuwa na ibada yetu. Mimi nataka nimshukuru Mungu Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai mtakatifu. Bwana, umekuwa mwema kwa kutufundisha, kuendelea kutufundisha neno lako Baba katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Mimi naliita kitabu cha matendo ya waumini, maana tunaiendeleza Bwana. Baba, neno lako tulilosikia Baba ikaingia katika viungo vyetu vyote, ikitutanga majeraha yote, ikituumba tena upya, ikitumbia moyo mpya Baba. Tumbie moyo Baba wa rehema ya kuwa na kiu ya kuona injili ya kweli ikifikia watu. Na nitukuza jina lako kwa ajili ya watakatifu wako waliokuwepo hapa, hata waliopo pamoja nasi kupitia kututazama Baba wa rehema kwenye TikTok na katika mitandao mingine. Tunalitukuza jina lako, maana mapenzi yako ni kuona ile injili ambayo shetani alifunika ikirudi tena, na Baba ikiongoza watu kufikia katika ufalme wako, na hata habari njema ya ufalme wa Mungu kihubiriwa. Na Baba wa rehema, hapo ndipo mwisho inapofika. Baba, ninaondoa mabaya yote, balaa nuksi zote, nang'oa mapando yote, nang'oa roho zote chafu zilizojenga makazi ndani ya watu wako Baba wa rehema, na kuzuia Baba eneo ambayo inatakiwa kae Roho Mtakatifu. Ninaendelea Baba wa rehema, usii neno lako izidi kufungua watu hawa Baba, ikitengeneza nafasi ya Roho Mtakatifu. Asante kwa ajili ya Baba wiki hii tunayefika mwisho leo. Asante kwa ajili ya siku ya kwanza ya juma kesho, na siku ya Bwana, wakati ambao watakatifu wako Bwana wataenda nyumbani mwako ili uendelee kusema nao Baba. Asante Baba kwa ajili ya dunia mikote, taifa la Israeli, na Baba wa rehema, taifa la Marekani na uchaguzi wake, na taifa letu Baba wa rehema tunayependa la Tanzania, na viongozi wetu wote. Jina lako Baba lizidi kutukuka katika nchi yetu Baba, nchi yetu ikiendelea kutembea katika amani, na Baba injili yako ya kweli na kila mtu aseme amen. Basi pigia Bwana makofi makubwa.